Asante kwa kuchagua mshike. Karibu sana, tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo, lakini kabla tujafika mbali ni kukumbushe kwanza kuhusiana na mijadala mikubwa inayoendelea hivi sasa kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Kwanza ni kukumbushe kuhusiana na safari ya wiki 4 za moto. Hii ni kuanzia Mei 25 ambapo tunasema kwamba hatoki mtu pale Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo RS Berkane wanajileta wenyewe kwenye mchezo dhidi ya mnyama Simba katika fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama akitoka hapo pia atarudi nyumbani kwa maana ya Tanzania bara, ambako atacheza dhidi ya Singida Black Stars Mei 31, nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB kule Manyara. Lakini pia kazi kisha hapo atarudi kwa wababe wa Kariakoo Yanga, na hii inazungumzia dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa Juni 15. Alafu baada ya hapo atakuwa na subiri nani ambaye atakutana naye ama nani ambaye atakuwa amepita hapo ili kuweza kukutana na Yanga kwenye mchezo wa finali kombe la shirikisho la CRDB. Burudani yote hii utaishuhudia ama kuipata moja kwa moja kwa kifurushi cha shilingi 28,000 kwenye kisimbuzi chako cha Azam. Hayo ni machache tu kati ya mengi ambayo unaweza kufaidika nayo kwenye kisimbuzi chako, lakini kwa sasa tuuzungumze mshike, ambapo kuna mengi ambayo tunayo mezani. Machache kati hayo ni pamoja na haya. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yatolea ufafanuzi kauli ya Rais Mwinyi juu ya kubeba gharama za uwanja wa Amani kuelekea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports Club na RS Berkane zafanya mazoezi kuelekea mchezo wao wa fainali kombe la shirikisho Jumapili wiki hii. Na nyota wa FC Barcelona Rafinha ameongeza mkataba wa mwaka mmoja klabuni hapo. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Tunapatikana huko kwa Azam TV TZ, lakini usisahau pia kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa michezo Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma pamoja kwa moja kupitia mshike muda huu. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuanze sasa kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetoa ufafanuzi kuhusu taarifa iliyotolewa jana juu ya gharama za uwanja wa Amani ambazo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ameahidi kuzibeba. Ufafanuzi huo umelenga kutanabaisha gharama ambazo Rais amezibeba na hazina uhusiano wowote na mashabiki kuingia bure kwenye fainali hiyo. Uweze kuchezewa mashindano makubwa kama haya lazima ukidhi vigezo vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Yeye aliamua kufanya maamuzi magumu kwa sababu nyasi zile kwa muda mfupi ziliwekwa kwa mwaka mmoja tu, halafu zinabadilishwa. Watu walikuwa hawaelewi, lakini itakwa na watu wanasema tunataka mashindano ya CHAN AFCON unacheze hapa. Sasa kwa nyasi bandia hawajakubali. Tuliwashawishi sana, tukazungumza nao sana, lakini walikataa. Kwa hiyo bila tubadilishe. Kwa hiyo tumpongeze sana, na yeye lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha kama mashindano makubwa kama haya na yale ya CHAN ya mwezi August na baadaye AFCON mwaka 2027 yanafanyika pale. Sasa yeye lengo lake ni kuona mashindano yanachezwa pale. Sasa lile lengo ambalo alikuwa nalo la kutaka mechi kubwa zichezwe kikanda za kimataifa pale, kwa kweli tarehe 25 zitakuwa zimetimia. Zilianza zile za Simba versus Stellenbosch, na hii inakwenda kufanyika tarehe 25. Kwa hiyo na maana lengo lake limekamilika. Kwa hiyo furaha yake kwamba mimi nimefanya jambo hili na limefanikiwa. Kwa hiyo kaamua kwa nia safi kabisa kuweza kuchukua gharama zile, akasema atazibeba mwenyewe gharama za uwanja. Sasa hapa ndo kwenye tatizo, watu hawajafahamu, wanajua kwamba labda watu wataruhusiwa waingie bure. Kwa hiyo sio bure, ni gharama za uwanja. Sasa labda nitoe maelezo katika swala ya uwanja. Kuna gharama ambazo watu wanakuwa wanazitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mpaka ile mechi inamalizika. Sasa kwa hiyo kikubwa kinachoangaliwa ni kiingilio cha mlangoni, kwa maana tickets. Mauzo yale ya ticket ni mauzo ambayo yanazaa hizo fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezungumza, lakini sio tu kwa kulipia uwanja, zina mambo mengi. Kwa mfano tutakuja katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni makusanyo ambayo tunalipwa VAT. Nafikiri asilimia kama 15 hivi 18. Kwanza ni VAT inakatwa, natakiwa ilipo. La pili kuna asilimia 3 inalipwa kwa Baraza la Michezo. Na ya tatu ni swala zima la gharama za tiketi, utengenezaji wa tiketi. Yaani vitu vitatu kwa mwanzo. Baada ya hapo kinachobakia sasa tunaanza kuvigawa kwa sehemu kama 7 mpaka 8 mpaka 8. Kwa mfano kuna ndio hiyo asilimia sasa 15 ya uwanja. Kwa hiyo uwanja tunautumia
nyasi zile, vyoo na mambo mengine kama haya. Kwa hiyo kuna uendeshaji wa uwanja ule pale. Kwa hiyo ina maana 15% ya fedha zile zilizobakia baada hizo nilizozitaja zinakwenda pale. Kuna 1% ambayo inapelekwa shirikisho la mpira kama mechi ya TFF zinakwenda na pia 5 mpaka 6. Lakini pia kuna gharama za uendeshaji wa mechi. Pale jamani, kuna watu, kuna ball boys, kuna waamuzi, kuna vitu vingi, kuna wale steward, kuna vitu vingi sana pale. Lakini pia kuna ile timu yenyewe mwenyeji. Home team anachukua nafikiri 70% ya zile fedha. Kwa upande wake, kamishna wa michezo Zanzibar Amer Mohamed amesema kwa upande wa serikali ya mapinduzi Zanzibar wamefanya kila kitu kama ilivyoshauriwa na shirikisho la soka Afrika CAF juu ya maandalizi ya uwanja wa Amani kuelekea mechi ya fainali kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya Renaissance Sportive Berkane. Sisi kama serikali tunapenda kusema kwamba uwanja wetu wa Amani uko vizuri, uko tayari na matayarisho yote yameshafanywa. Kwa upande wa serikali imefanya wajibu wake kuhakikisha kwamba yale mambo yote ambayo CAF waliyataka kupitia ripoti zao, ile ripoti ya mwezi wa 3 na mwezi wa 7, ndio maana tukafanya ukarabati wa pili mkubwa ili tukidhi vile vigezo ambavyo CAF wanataka. Kwa hiyo vile vigezo vimefanywa kazi, na ndio maana kila wanapokuja wale wakaguzi wa CAF wanakuta kwamba uwanja wa Amani unaendelea vizuri, kuanzia nyasi, zile camera platform na film ziona wenyewe mmeziona kama waandishi wa habari, lakini vitu vingine vingi, telescopic tunnel, mambo ya doping rooms na vitu vyote ambavyo walivyoorodhesha katika nini basi vimefanywa kazi. Kwa hiyo sisi tuko tayari, na pia ushahidi ni kwamba mechi ya nusu finali ilichezwa hapa, lakini na hii finali inakwenda kuchezwa hapa. CAF wenyewe wameleta barua yao, wamesema kwamba bana sisi tutacheza hapo. Kwa hiyo hii ni kuonyesha wazi kwamba Amani iko tayari, na kwa ujumla kwa serikali sisi tunaipokea finali hii kwa mikono miwili, na amini na wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wako tayari kuja kuangalia mchezo huu pale katika uwanja wetu. Tukisalia Zanzibar, vikosi vya timu za Simba na RS Berkane leo jioni vimefanya mazoezi kwa muda tofauti kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Timu hizo zimefanya mazoezi kuelekea mchezo wa fainali kombe la shirikisho Afrika mkondo wa pili utakaochezwa Jumapili wiki hii kuanzia majira ya saa 10 jioni kwenye uwanja wa Amani visiwani humo. Katika mchezo wa awali, Simba ilipoteza ugenini kwa magoli 2-0, hivyo kuhitaji ushindi wa magoli 3-0 ili kuweza kutoa ubingwa wa michuano hiyo. Simba ilikuwa ya kwanza kufanya mazoezi hayo na leo wakafuatiwa pia na RS Berkane kutoka Morocco. Naam, leo nizungumze na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kusikia mawili matatu na kulizungumzia hilo hasa undani wa kile ambacho kina kwenda kutokea weekend. Nkini, karibu sana. Asante kaka. Naam, tulikuwa tunahesabu siku nyingi na sasa tunahesabu saa kadhaa tu kuelekea Jumapili, kwa sababu leo ni Ijumaa, kesho ni Jumamosi. Jumapili mambo yatakuwa tofauti. Sasa nataka tulitazame hili. Sawa. Hizi ni zawadi ambazo bingwa anashinda. Kwanza ni Total Energy Confederation Cup kwa maana ya kombe la shirikisho. Kama ambavyo unaona, bingwa mpaka nafasi ya 4. Kuna namna zinaongeza tunasema uzito wa kuelekea mchezo wa Jumapili. Nafikiri sana kwenye kiwango kikubwa, kwa sababu football siku hizi imekuwa ni gharama kubwa sana. Uandaji wa vikosi, usajili, bench la ufundi, gharama zake zimekuwa ni kubwa sana. Kiwango hichi cha fedha hiyo hapa nafikiri ni bilioni 5.3 na point kadhaa. Kwa hiyo ukitazama hiyo hela kwenye yale mabadiliko ya mpira yalivyo kuanzia kule tulipotoka, kwa sababu mwanzo ilianzia chini sana. Nafikiri imeongezeka kwa ndani ya miaka 2 au 3. Kuna wakati hapo ilikuwa ni bilioni 3, ilikuja ikawa bilioni 2. Kuna wakati pia ilikuwa bilioni 2 na pointi 5. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa. Nafikiri baada ya misimu 2-3 hivi itabadilika tena, itaenda juu zaidi. Lakini kwa hapa nafikiri hii inaongeza joto zaidi kuelekea kwenye ile mechi ya finali. Kwa faida ya mtazamaji, Simba sasa anachokifukuzia ni hizo 2, kwa maana ya bingwa ambaye anatarajiwa kupokea kiasi cha bilioni 5,386,583,308 kama atakuwa bingwa wa kombe la shirikisho, lakini pia kama hatafanikiwa basi atamaliza nafasi ya pili ambapo atachukua kiasi cha shilingi bilioni 2,695,336,882. Kiufupi mpaka sasa Simba alipofika ana uhakika wa 2B, anapambana kuipata 5B.
hapa kuna hiyo ni 3 kasoro. Yes, hapa kuna mtiti utatokea Jumapili kwa sababu anapambania nusu nzima ya kile ambacho atakipata kama atakwama kumaliza. Nafikiri ndio sehemu ambayo tulikuwa tunasema mwanzo ya kwamba pamoja na kuchukua lile kombe lenyewe, hii pia ni sehemu ambayo watu wanaikimbilia, lakini kwenye hizo mbili ambazo unaona ina maana moja ni ya kwake. Yaani hapo kwa watu waliofikia hiyo bilioni 2 na milioni 600, hiyo anaweza akaichukua. Akikosa hiyo atapambania hiyo ya juu zaidi ambayo ni bilioni 5. Lakini ukija ukiangalia labda kwa kuwasaidia watu wengi, kwa sababu hata kwenye mitandao utakuwa unaona kuna mtu anafikiri ya kwamba zile labda ukifika robo finali unapewa, nusu finali unapewa, na huku kwenye bingwa unapewa. Hizi za chini zote huwa hazipo. Sababu nilikuwa naona mjadala fulani kwenye mitandao unaonyesha mtu anaamini ya kwamba ukifika robo finali unapewa kwanza hizo. Waelewe ni kadri unavyozidi kusogea. Yaani kadri unavyozidi kusogea zile hela zako zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo sio zile za kwanza unapewa. Kwa hiyo hapa Simba anazowania ni hizo, aidha hiyo bilioni 2 au bilioni 5. Kifupi ni kwamba pale ambapo umemalizia michuano ndipo ambapo utapewa. Mwanza kwanza labda kumaliza unapata ya 4 ya 3 ya ngapi? Hapana. Tuangalie ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Pyramids watakuwa mzigoni dhidi ya timu kutoka Afrika Kusini kwa maana ya wababe wa soka hilo. Hapa nazungumzia Mamelodi Sundowns. Huku mambo yako hivi, bingwa ni mara 2 zaidi ya kile ambacho kinapatikana kwenye kombe la shirikisho. Kwa maana ya bingwa ni bilioni 10, milioni 771,404,192. Hiyo ni kwa bingwa, lakini kwa nafasi ya pili bilioni 5, milioni 386,583,303. Kwa hiyo anayochukua nafasi ya pili kwenye ligi ya mabingwa kwenye kombe la shirikisho ndo nafasi ya kwanza anachukua. Huko nako wakina Mayele wanamtiti dhidi ya Mamelodi, si shughuli nyepesi. Ni ukiangalia hata ile gharama ya vikosi vyao. Pyramids na Mamelodi Sundowns ni timu ambazo zimewekeza fedha nyingi sana kwenye vikosi vyao. Kwa hiyo nafikiri nao hii inaenda kupunguza uzito kidogo kwao. Unajua kwa Mamelodi Pyramids kusajili mchezaji kwenye bilioni 2, bilioni 3 ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hii inaenda kuwasaidia zaidi kuboost. Lakini hapa pia inakuja ile nafasi ya pili. Hiyo mtu anachukua nafasi ya pili na maana ndio ile mtu anakuja kuchukua kwenye shirikisho. Umeona? Hiyo nafasi ya kwanza huko ni mziki mwingine. Kwa hiyo ni level ile ya ligi ya mabingwa. Kwa Yanga alimaliza nafasi ya 3 kwenye kundi. Kwa hiyo ina maana Yanga anayo ya kwake hapa bilioni 1, milioni 887. Kwa hiyo hakutoka kapa hata na yeye. Ametoka na chochote kitu. Hiyo ni hela yake ambayo ataichukua. Kwa hiyo huku ni issue nyingine unaizungumzia. Ni sehemu pakubwa zaidi kuliko ilipo kwenye shirikisho. Haya, kwa sekunde chache kumekuwa hakuna mabadiliko makubwa. Nimeona ya msimu uliopita na zawadi ya msimuni kama zinafanana kwa kiasi. Nadhani kwa nini kumekuwa hakuna ongezeko kwa sekunde chache? Nafikiri iliongezwa 2023. Ndio waliongeza ambao ndio inapita hii hapa. Ambayo ilikuwa kubwa zaidi. Nyuma kule nafikiri hiyo hapa ilikuwa ni bilioni 5. Iliongezwa bilioni 5 zaidi. Kwa nafikiri hakuna shida kwa hilo. Kwa wale ambao walikuwa na maswali kwamba alichoshinda mtani wa Kariakoo kwa maana Yanga na Simba vipi, havina tofauti kwa sababu mwaka ule ndio iliongezwa zaidi. Kwa kama Simba ataishia nafasi ambayo Yanga aliishia atapata kiasi kile, lakini pia kama akivuka hapo zaidi atapata 5B hiyo ambayo tumeizungumza hapo. Shukrani sana Mkidi. Sawa, nakushukuru sana. Naam, asante sana. Leo tuangalie matukio mengine makubwa ambayo yatakujia kwenye kisimuzi cha Azam TV. Ama usiku huu kutakuwa kuna matukio gani, lakini pia hapo kesho kutakuwa kuna matukio gani? Tukio kubwa usiku huu kwenye kisimuzi chako cha Azam TV ni kule Serie A ambako leo tunakwenda kufahamu ni nani bingwa wa michuano hiyo. Kama ambavyo unaona Napoli saa 3:45 usiku atakuwa mzigoni dhidi ya Cagliari na ngoma itakuwa live Azam Sports 2 HD, wakati Como wao watakuwa mzigoni dhidi ya Inter Milan. Kifupi ni kwamba Napoli na Inter Milan wao leo wanapambania hatima yao, kila mmoja kujua nani amekuwa bingwa kwenye ligi hiyo msimu huu. Wote watawakosa makocha wao wawili kwa sababu walipata kadi nyekundu kwenye michezo iliyopita kwa maana ya Napoli na Inter, lakini kama wote pia watashinda michezo yao leo rasmi, Napoli atakuwa bingwa wa michuano hiyo. Ni kama Serie A imeanza kurudi hivi kwa sababu hivi karibuni bingwa hatabiliki, kwa hivyo inaweza ikarejea kwenye zama za nyuma huko ambako ilikuwa miongoni mwa ligi bora duniani. Inter na AC Milan waliwahi kuika miaka ya mwisho wa 90 na mwanzoni mwa 2000. Pengine tunaweza kushuhudia kubwa kutoka kwenye ligi hiyo ambayo inakujia kwenye kisimuzi cha Azam. Lakini usisahau kwamba La Liga Real Betis watakuwa mzigoni dhidi ya Valencia. Ngoma itakuwa live kuanzia saa 4 kamili usiku chaneli ya Azam Sports 1. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Mjumbe wa kamati ya utendaji wa shirikisho la soka Zanzibar ZFF Awad Mwita amewatoa hofu mashabiki wa soka hususan wana Simba kuwa kila kitu kinakwenda vizuri visiwani humo na ni sehemu sahihi kwa Simba kuandika historia mpya kwa kutoa kombe la shirikisho barani Afrika.
wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi baada ya kuvutiwa na kuhamasika na yeye akiwa ni Mtanzania kutokana na historia kubwa ya Simba. Kama tunavyoelewa, Simba iliingia fainali mwaka 93 ambapo mgeni rasmi alikuwa baba yake mzee wetu almarhum Dr. Ali Hassan Mwinyi ambaye ametangulia mbele ya haki, Mungu amrehemu, ndiye aliyekuwa mgeni rasmi. Na leo historia imejirudia baada ya swala hili kufanyika tena, ikiwa mgeni rasmi ni yeye mtoto wake ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hivyo kama unavyoweza kuona, Dr. amejitolea kutoa uwanja ule bure, na tofauti ya watu walivyokuwa wanaiendeleza katika mitandao, sio kwamba kiingilio ni bure. Hii mechi ni mechi kubwa sana, na kama unavyoweza kuelewa, Simba ni timu kubwa sana, ina mashabiki wengi. Kwa hiyo tumefurahi kuona kwamba Dr. ametupatia zile huduma ambazo huwa zinatakiwa pale viwanjani, ikiwemo malipo ya uwanja kama mnavyoelewa 15%, lakini na mambo mengine, mafuta ya generator. Kama mnavyoweza kuelewa, rais amejenga kiwanja hiki katika ubora wa hali ya juu sana. Hivyo amejitolea yeye kama Mtanzania na Mzanzibari namba moja kuhakikisha na yeye anakuwa chachu ya kuhakikisha kombe hili linabaki nyumbani. Kwa hiyo naweza kusema maandalizi kuanzia serikali kuu ambayo inaongozwa na jemedari huyu Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini sisi tukiwa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar tuko bega kwa bega kuhakikisha jambo hili haliharibiki na kombe hili linabaki nyumbani kwa mara ya kwanza, akiwa mnyama ndiye analibakisha hapa nyumbani. Kwa upande mwingine, Awadh amekiri kuwepo kwa ushirikiano mzuri baina ya ZFF na shirikisho la soka Tanzania Bara TFF kwenye maandalizi ya fainali itakayochezwa Jumapili kwenye uwanja wa Amani visiwani humo. Bega kwa bega sisi na TFF tukihakikisha kila kitu kinakwenda sawa na kusiwe na malalamiko ya aina yoyote ambayo inaweza kupelekea kombe hili likapanda ndege. Itakuwa ni swala la aibu kama Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi atakuwa yuko pale uwanjani. Itakuwa ni swala la simanzi kuona anakabidhi timu ya Berkane kombe hili ambalo ni tunu ya Afrika, na nafasi hizi huja mara chache sana katika maisha. Kwa hiyo mimi binafsi nawaombea Simba wafanye nguvu, bidii, na sisi maombi na dua zetu tunawaombea Simba kuhakikisha kombe hili by any means haliwezi kupanda ndege kurudi lilikotoka ama kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tuko vizuri, na kama mashirikisho mawili haya tumekuwa na mashirikiano mazuri. Mmeweza kuona kwenye makombe yetu ya Muungano, kwenye Mapinduzi, tumekuwa tukishirikiana katika mambo mengi, na kumekuwa na utofauti mkubwa baina ya huko nyuma ilikotokea historia na sasa hivi. Kuelekea mchezo huo wa fainali wa kombe la shirikisho kati ya Simba dhidi ya Renaissance Sportive Berkane Jumapili hii, neema imeendelea kuangukia ujasiriamali, huku mashabiki wa Simba wakiwa na matumaini makubwa kwa timu hiyo. Tumusaidia na ripoti zaidi kutoka visiwani humo. Fainali ya Simba na RS Berkane imefungua fursa mbalimbali kwa wafanyabiashara hapa visiwani Zanzibar, na wapo nje ya uwanja wa Amani wakiwa wamejipanga vizuri kuuza jezi. Na wao nimezungumza nao kubwa, na wanasema mambo si mabaya kuelekea mchezo huo, huku mauzo yakiwa mazuri zaidi. Mategemeo yangu sasa ni mategemeo yangu. Kama nilikuwa na mategemeo ndo napanga mimi, kama ndio mimi nilikuwa najipangia mimi ndio niuze zaidi ya pisi 300, pisi 200 ni mategemeo. Kama inawezekana kauza pisi 10, pisi 20, ile mipango ya Mungu. Biashara Simba ya sana kwa sababu ndo tumeingia tu jana, lakini mambo yanaenda vizuri kidogo kidogo, mambo yanaenda. Tunajua biashara si zaidi na kuanzia Jumamosi kuamkia Jumapili. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo. Biashara, wapenzi, washabiki, wadau wanajitokeza kwa wingi kununua biashara. Mungu anasaidia inshallah. Kwa upande wa mashabiki wa Simba, mbali na kujinunulia jezi, lakini bado wana imani kubwa kuhusiana na mchezo huo. Ili kombe limekuwa kwa niaba ya Simba, tunaenda kuvunja historia yetu. Finali tushafika sana, tumeenda mara 2. Lazima tuchukue ile kombe, tuvunje rekodi yetu. Watano wamefikia rekodi, lakini nataka tuivunje rekodi yetu sisi wenyewe, tuchukue ile kombe. Hao Waarabu walokuja tutawapokea kama wanavyokuja. Kama Kiarabu na wenyewe tunaweza Al-Habibi, tunaweza mzee wa ungo. Nawaambia Watanzania, Jumapili tujazane New Amani Complex, kushinda ni lazima. Tumepanga hoteli, tutakula vizuri, na tukirudi wana Dar es Salaam wajiandae Jumatatu kupokea kombe lao. Hatuna kitu kingine tumekuja kufuata huku Zanzibar zaidi ya kombe. Kama historia tusiandika sana. Nimetoka Makunduchi kabisa kwa muda huu, nimefika hapa uwanja wa Amani kufuata jezi. Yaani hapa ni mnyama leo nyekundu leo ni nyekundu kabisa, tunawakilisha katika nchi, na hasa unaponiona Mama Samia vile kuna goli lake na magoli hapa 3. Mama Samia leo ajiandae kwa siku ya Jumapili, mzigo mzito, goli 3 zipo. Ni siku za kumuondoa Mwarabu, kwa hiyo ajiandae Mwarabu moja kwa moja. Kesho kutwa Mwarabu anaondoka na kombe linabaki nchini Tanzania. Na hapa alipo nimekata tiketi 50,000 kwenda kunyanyua kwa hapa ndani humo.
na hilo kombe mimi nachukua. Hao waliotufunga sisi kwao hawajashangilia kwa sababu walijua mziki wa taifa si mdogo. Hii pia taifa. Nyuma yangu ni uwanja wa New Amani Complex. Ndio uwanja ambao utakaotumika kuchezwa fainali hiyo. Wafanya biashara wakiendelea na biashara zao, mashabiki nao kwa matumaini makubwa juu ya timu yao. Lakini dakika 90 ndizo zitakazoamua nani mshindi wa mchezo huu. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, Mtumwa Saidi, Azam Sports. Tukisalia visiwani humo, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar imeshukuru fainali ya kombe la shirikisho Afrika kuchezwa visiwani humo, na serikali kupitia wizara hiyo itahakikisha inatumia fursa hii kuitangaza Zanzibar na vivutio vyake. Tunafahamu kwa upande wa sekta ya utalii, michezo pia ni sehemu ya utalii. Michezo ina nafasi kubwa sana katika kuitangaza nchi kitaifa, kikanda na kimataifa. Na mechi hii ambayo inachezwa ni mechi ambayo ina hadhi ya kimataifa. Kwa hiyo kama wizara kupitia kamisheni ya utalii tumeona kuna kila sababu na sisi tukajitokeza, tukawa ni wadau na kuhakikisha kwamba tunalitumia jukwaa ambalo litakuwepo kuanzia tarehe hiyo 25 na kuhakikisha kwamba brand ya Zanzibar ambayo mnaiona hapo nyuma yangu, Visit Zanzibar, nayo pia inaonekanika kwa uwazi wake. Mechi hii tunatarajia kwamba itakuwa inaonyeshwa katika vyombo mbalimbali ikiwemo Azam TV ambaye amenunua rights za kurusha, na Azam TV inarushwa katika takriban nchi 27 ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo nusu ya nchi za bara la Afrika zitakuwa zinaiangalia hii mechi live. Na sio mara zote unapopata fursa ya kupata audience kubwa kama hiyo kwa wakati mmoja ikaangalia mechi ya fainali kama hii. Kwa hiyo kupitia kamisheni ya utalii tumeona kwamba na sisi tusibaki nyuma, tuitangaze brand yetu, tutumie hii fursa ili kuweza kujimarket zaidi, na hii ni sehemu ya kupromote utalii wetu wa kikanda. Tunajua kwamba soko letu kubwa sasa hivi tunategemea Ulaya. Lakini nchi chache sana za barani la Afrika ambazo wanaleta watalii wao kuja Zanzibar. Tusalie hapo pa kuvuka maji. Jeshi la polisi mjini Magharibi Unguja kupitia kamanda wa polisi wa mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Tadeo Mchomvu, kuelekea kwenye mchezo wa fainali kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, amesema usalama ni wa uhakika na wa kutosha. Mchomvu amewaonya pia wananchi na mashabiki watakaojaribu kuhatarisha amani na utulivu katika fainali hiyo ya mkondo wa pili. Uwanja utafunguliwa saa 5 asubuhi, lakini mechi yenyewe itaanza saa 10 jioni. Kwa hiyo ni wataka wananchi, kwa sababu uwanja utafungua saa 5 asubuhi, wawahi. Na wananchi ambao wanatakiwa kufika uwanjani ni wale tu wenye tiketi. Yaani kama una tiketi ya kushiriki kwenye mchezo huo, usije uwanjani, utajitafutia shida. Na ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakuja vizuri na timu zetu zinafika vizuri, tumekubaliana na wenzetu wa CAF, lakini na ZFF na TFF na serikali kwa ujumla ya Zanzibar, serikali ya mkoa kwa ujumla wake, kwamba tutafunga barabara kubwa inayoingia uwanja wa Amani kwa watu wanaotoka huku mjini, kwa maana maeneo ya Michezani Mall, Kariakoo, kwenda kule uwanjani. Hii barabara tutaifungia pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya mjini. Pale barabara yote kabisa, zote mbili zitafungwa. Kwa hiyo tunaomba, najua Wazanzibari ni wastaarabu, watakuwa na ustaarabu wa kutosha. Kwa hiyo usije ukajaribu kutumia nguvu kutaka kupita kwa kulazimisha, utakuwa unajitafutia shida. Kwa hiyo tukifuata hiyo na tukaenda uwanjani tukiwa na tiketi, tukawahi, kama viwanja tutafungua mageti saa 5, watu wakawahi pale. Na hakika siku hiyo ya Jumapili tarehe 25 watu wataingia uwanjani vizuri, na timu zetu zitakuja, zitakuta hali ni nzuri, imetulia. Ni wahakikishie tu wananchi kwamba katika swala la ulinzi na usalama tumejipanga vizuri. Ni SACP Mchomvu kuhusiana na usalama Zanzibar. Mwenyekiti wa chama cha soka Dar es Salaam DRFL Lameck Nyambaya ameitakia kila laheri klabu ya Simba kuelekea katika mchezo wao wa Jumapili, yani Mei 25 dhidi ya Renaissance Sportive Berkane. DRFL kama Watanzania kwa ujumla kwenda kuwapa support timu ya Simba siku ya Jumapili kwenye finali mkondo wa pili
Fainali ya mkondo wa kwanza Simba walipoteza goli 2-0, lakini naamini kwa maandalizi ambayo Simba wamefanya kipindi hichi, wapo ground ya nyumbani, naamini Simba wanaenda kupata matokeo mazuri, na sisi kama viongozi wapenzi tunataka tuone kombe linabaki Tanzania. Ni itakuwa fahari kubwa kombe la CAF kubaki ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tuwaombe wadau wote wa mpira, wapenzi, tuombeni Simba ili waweze kufanya vizuri. Benchi la ufundi pamoja na makochi na wachezaji, naamini kwa kushirikiana na viongozi matokeo yatapatikana na kombe itabaki nyumbani. Tulikuwepo Zanzibar, tumerudi na tunaondoka tena kesho kwenda Zanzibar. Kodi RFA ni mojawapo ya kuona tuna support timu hii iweze kufanya vizuri, na sisi kama RFA tumejiandaa kwa ajili ya kupokea kombe. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri, vitu vyote vimeandaliwa. Ni waseme tu baada ya mechi kuisha na kombe kuja Dar es Salaam, tujitokeze, wapenzi wajitokeze kwa wingi kwenda kupokea Simba. Naamini matokeo dakika 90, lakini kwa kipindi hichi Simba watafanya makosa na watarudi na matokeo na kombe itarudi, itabaki katika ardhi ya Tanzania. Na baadhi ya wanachama wa klabu ya Simba wametoa maoni yao kuelekea mchezo wa fainali wa mkondo wa pili kombe la shirikisho Afrika, wakiamini kwamba timu yao ina uwezo wa kupindua meza. Tulifungwa na Al-Masri goli 2, walijua kwamba sisi wengi walifikiria ndio mwisho wa Simba, lakini wachezaji na mwalimu walijua wanachokitafuta, kwa hiyo wakapata. Na hili wachezaji wanajua wanachokitaka. Kwa hiyo nategemea kwamba kutakuwa na mpira mzuri kwenye ushindani na tutaweza kulibeba. Tumeanza kuingia katika nusu finali, robo finali, nusu finali kutoka kwenye uwanja wa Amani. Na mimi nategemea mategemeo makubwa sana kwamba kikombe kitabakia kwenye ardhi ya Zanzibar na ardhi yetu ya Tanzania. Na hata tukabidhi hali ya nani? Rais wa Zanzibar atukabidhi kikombe. Labda ushauri wangu kwa wachezaji, kwa nafasi ambazo watatengeneza tutazipata, ni kuwa wakatili mbele ya lango. Yaani isitokee nafasi kuchezea nafasi ambazo tutatengeneza, kwa sababu mchezo wa finali kwa nafasi ambazo mtazipata, usitarajie upate nafasi 2 au 3 ukatarajia utapata tena nafasi kama ile. Ni mchezo mgumu, kwa sababu ukiangalia kombe liko uwanjani, Barakana anataka kombe kulibeba na sisi tunahitaji kombe, lakini tumetanguliwa goli 2-0. Kwa hiyo ili tupate matokeo, kwanza wazuia wasipate goli, alafu sisi tuweze kupata goli 2, angalau hata sisi kwa penalti Mungu anaweza kajalia tukabeba, lakini kwa mchezo mimi na mimi utakuwa mgumu sana. Na muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Swali lilikuwa linahoji kuelekea mechi ya mkondo wa pili fainali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Renaissance Sportive Berkane, Simba ifanye nini ili iweze kutoa ubingwa? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu hizi. Tuanze na Instagram Azam TV Sports, anaitwa Isaya Sambo. Anasema ni kupambana mwanzo mwisho kwa kuhakikisha tunapata kama si goli 2 basi 1 kabla ya kwenda mapumziko bila kuruhusu goli na kumaliza shughuli. Lakini Henry Nathan anasema wachezaji wanatakiwa kujiamini pia na kutorudia makosa. Na huyu anaitwa Matotola Khalifa, yeye anasema ni kucheza kwa tahadhari, wakati huo inatakiwa kuwa makini kwenye umaliziaji. Kocha afanye sana mazoezi ya umaliziaji kwa washambuliaji. Ni maoni yake hayo. Na muda huu tuangalie ukurasa mwingine, basi na shaka ni Facebook, ambapo huyu anaitwa Musa Muhammad anasema hii mechi ni ngumu kwa Simba, maana anatakiwa ashambulie huku akiwa analinda. Kocha kuongea na wachezaji wake kwamba mnajua mechi ya kwanza ugenini tumefungwa goli 2 na hapa ili tushinde tunatakiwa tusiruhusu goli. Pia wachezaji wanatakiwa wacheze kwa kujiamini wakijua hakuna linaloshindikana. Lakini Juma Maheta anasema wachezaji wajitume kwa jasho na damu na kutumia nafasi chache watakazopata kufunga magoli yatakayowezesha Simba kutoa kombe. Ushindi mnono uko mikononi mwao, sisi tutawashangilia kwa nguvu na wao watupe furaha ya ushindi na kombe. Tumaliza kwa kusema nguvu moja. Lakini Sanago Jilala anasema kinachotakiwa ni kuingia na mpango kazi, cha kwanza wasiruhusu goli na wakafosi kila nafasi wanayoipata, watumie kwa umakini sana. Maana yake wapinzani. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Karibu tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Maandalizi ya awamu ya 3 ya tuzo za wanamichezo bora za mwaka 2024 zinazotolewa na Baraza la Michezo hapa nchini BMT yanaendelea vizuri, huku tathmini inaonyesha kuwa watu mbalimbali wanaendelea na mchakato wa kupiga kura kuwachagua wanamichezo wanaowaona kuwa wanastahili kupokea tuzo hizo.
Kwetu hili ni tukio kubwa, ni tukio zito, ni tukio ambalo linakutanisha wadau wa sekta ya michezo, lakini sio wa michezo peke yake, hata watu ambao sio wa michezo, makampuni ya watu binafsi, sekta zingine za shughuli zingine, watu mbalimbali, wanahabari, ni sehemu pia ya watu kunetwork. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wale ambao wataalikwa wasikose kuhudhuria, lakini pia wito wangu kwa Watanzania ni kuhakikisha wanafuatilia tukio hili, kwa sababu ni imani yetu kwamba tutakuwa mubashara. Baadaye tutawaambia tutakuwa mubashara kupitia chombo gani, lakini wasikose kutufuatilia na kuangalia na kusherekea mafanikio ya vijana wa Kitanzania ambao kwa namna moja au nyingine kwa kweli wametuwakilisha katika matukio ya kimataifa na wametupeleka mbali. Na tunategemea mgeni rasmi katika tukio letu atakuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa. Na tunawaomba wale watakao kuwa wamepata mialiko basi wajitahidi kufika kwa wakati, kwa sababu tukio letu huwa tunakwenda kisomi. Tukitaja muda wa kuanza tunaanza kwa muda huo kweli, na tutamaliza kwa wakati kwa sababu liko siku ya Jumapili. Tunatamani watu wawahi kumaliza waweze kwenda kupumzika. Mshambuliaji wa klabu ya Liverpool Mo Salah ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka England katika tuzo za Football Writers Association zinazotolewa na chama cha waandishi wa habari za michezo. Tuzo hiyo inakuwa ni tuzo yake ya 3 katika maisha yake ya soka ndani ya England, akiwa amehudumu katika ligi hiyo kwa miaka 8 sasa. Alishinda kwa mara ya kwanza msimu wa mwaka 2017-18 kabla ya kushinda tena 2021-22 na kwa msimu huu wa 24-25. Hadi sasa Mo Salah amefunga magoli 28 huku akitoa pasi saidizi za magoli yani assist 18 kwenye ligi kuu ya EPL katika michezo 37 ambayo amecheza mpaka sasa, na kuiwezesha Liverpool kutoa ubingwa. Baada ya kukabidhiwa tuzo hiyo, Mo Salah, raia wa Misri, ameahidi kupambana zaidi na kushinda tuzo hiyo msimu ujao, akiwa bado kwenye uzi wa majogoo wa jiji la Liverpool. Tuendelee kuangazia mengine makubwa hasa hapa nyumbani. Baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu wanawake nchini, JKT Queens kupitia afisa habari wa kikosi hicho Masao Bwire imeweka wazi mipango yao na sasa, ikiwemo ni sherehe za ubingwa, ikiwa ni pamoja na maandalizi kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Sisi tunakwenda kuitangaza nchi katika ubora na mafanikio makubwa. Kwa hiyo watuombee, twende kwa baraka zao na hatimaye ubora wetu uonekane na huko mataifa ya nje. Ni timu pekee yenye historia ya kipekee kwenye haya mashindano ya Sekafa wanawake. 2021 ndipo yalipoanza. Vihiga Queens ya Kenya ndio waliokuwa mabingwa wa kwanza wa mashindano haya, na yalifanyika nchini Kenya, nchini kwao. 2022 yalifanyika Tanzania pale Azam Complex, na Simba Queens ndio waliotoa kikombe hicho wakiwa nyumbani kwao. 2023 mashindano haya yalifanyika Uganda. JKT Queens walitoa kikombe hicho kutoka katika ardhi ya nchi ya Uganda wakakileta katika ardhi ya Tanzania. 2024 mashindano haya yamefanyika Ethiopia, na CBE ya Ethiopia ndiyo iliyotoa ubingwa wa mashindano haya. Sasa kwa mara nyingine ninadhani hayatafanyika Tanzania, japo hatujajua yatafanyika wapi. Huko tutakako kwenda, tunakwenda kukichukua kikombe kukileta hapa Tanzania. Ni timu pekee yenye historia ya kuchukua ubingwa wa mashindano haya nje ya nchi yao. Kwa hiyo sisi ni bora. Kama kuna watu wa Tanzania wanajaribu kuonesha kwamba JKT Queens ubora wake sio huo, basi wafuatilie hata katika mataifa mengine na katika Afrika kwa ujumla. CAF wenyewe, Sekafa wenyewe wanatambua kwamba katika soka la wanawake, moja ya timu zenye ushindani wa hali ya juu na wa kweli ni JKT Queens. Tunaandaa sherehe ambayo itaacha simulizi na itakuwa historia katika maisha ya watu. Wachezaji wenyewe, wale watakaohudhuria na wengine watakaotazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii. Tukisilia hapo, uwanja wa Meja Jenerali Samoei ni miongoni mwa viwanja vilivyochaguliwa na shirikisho la soka Afrika CAF kutumika kufanyia mazoezi kuelekea katika michuano ya CHAN inayotarajiwa kufanyika mwezi Agosti
mwaka huu. Afisa habari wa kikosi hicho cha JKT Tanzania Masau Bwire anatolea ufafanuzi maboresho yanayoendelea katika uwanja huo ili kuhakikisha unazidi kuwa na viwango bora. Maboresho ni makubwa katika maeneo tofauti tofauti. Kama ulivyosema, tayari taa zile zimefungwa na kila mlingoti mmoja una taa 12 ambazo zina watts, kila moja ina watts 1000. Kwa hiyo ni mwanga ambao ukidondosha sindano, ile sindano ya kuchomeka, zile ambazo huwa tunatumia kule, sindano ile ya kushona ile nyembamba, ukidondosha pale uwanjani usiku, zile taa zitakuonesha kana kwamba ni mchana, wala hautapata shida ya kuitafuta. Kwa hiyo ni moja ya uwanja ambao kwa hakika taa zake ni za kisasa na zitakuwa na mwanga wa kutosha kumwezesha mchezaji kuona mpira kama ni mchana kweupe kabisa. Na mbali na mataa, pitch pia inaguswa na boreshwa, miundombinu ya maji. Kuna mfumo ule wa umwagiliaji ambao bomba zitapita chini kwa chini. Kwa hiyo labda mapumziko, mtu anaenda tu mahala anafungua, unaona huku zinatema, zinanyanyuka zenyewe, zinatema, zinamwaga maji. Utakuwa katika mfumo wa kipekee sana. Technical bench zitawekwa nyingine za kisasa zaidi ambazo zitawezesha wachezaji wale wakikaa basi wakae wakiwa katika hali ya kuburudika sana. Afurahie kukaa pale. Asikae mala naumizwa na kitu kingine tofauti na kuwa katika starehe ya kusubiri kucheza mpira uwanjani. Alikadhalika dressing room na zenyewe zinafanyiwa marekebisho, zinaboreshwa kidogo, sehemu ya bafu na sehemu ya mariwato vinawekwa katika hali ambayo ni nadhifu na bora zaidi. Ni Masau Bwire, afisa habari wa JKT Tanzania, akizungumzia maandalizi ya uwanja huo kuelekea CHAN. Mbio za magari za NBC Iringa Mkwawa Rally zitaanza kutimua vumbi hapo kesho kwa madereva kuonyesha utofauti kwa umbali wa kilomita 160, ambapo mbio hizo pia zinatarajiwa kuanza majira ya saa 7 mchana katika uwanja wa CCM Samora mkoani Iringa na kuhitimishwa siku ya Jumapili kwenye mashamba ya Mt. Huel. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, msimamizi wa mashindano hayo amesema kuwa kila kitu kimekamilika ikiwemo madereva kuwasili mkoani humo. Total kilomita ambazo tutajadili nazo kesho na kesho kutwa ni kilomita 111 ambazo zitakuwa competitive section zitakazoshirikishwa na madereva. Lakini zilizosalia ambazo ni kilomita 50 ni transport kutoka hapa mpaka kufika eneo la tukio. Tuna section 2 ambayo ya kwanza ni mechanics na ya pili ni house. Hii mechanics tumeita kwa sababu ni trick section, ina vionjo vingi, ina sehemu nyingi za kukaa na kuona, ina tight section, ina flat out, na madereva ambao wamekuja ni wabobezi, makonki drivers, pakiwepo na dereva ambaye amefanya rally yake hii itakuwa ya 3 na hii tunashirikiana naye kwa mwaka huu. Tuna section ya pili ambayo ni house na yenyewe ni tight section but na flat nyingi, very trick section. Hivyo basi tuna imani tutafanya vizuri na madereva watafanya vizuri, wataanza salama na kumaliza salama. Event yetu itaanza kesho asubuhi. Scrutineering tutafanya Falcon Filling Station ambapo kutakuwa na ukaguzi wa magari. Baada ya hapo tutafanya ceremonial start ambayo itafanyika hapa Mount Royal. Tukitoka hapa tutakwenda Samora. Tutafanya Samora as a super special stage. Pale tuko na kilomita 2.5 kwa kuonyesha ujuzi wa track ambayo tuko tumeichora. Zaidi ya yote sisi kama NBC tunatambua kwamba hii ni fursa pia kwa watu wa mkoa wa Iringa kuweza kukuza biashara ndogo ndogo, kwa sababu kuna watu wengi kutoka mkoani kushuhudia mashindano haya. Na sisi kama benki tutaendelea kutoa sapoti kwenye mashindano mbalimbali, michezo, kwa sababu tunaamini kwamba michezo inaleta Tanzania pamoja
Tumefanya hivyo katika mpira na sasa hivi tumeingia kwenye mashindano haya ya mbio za magari na tutaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za michezo katika kukuza michezo Tanzania. Maandalizi ya tamasha la michezo kwa watu wenye ulemavu linalotarajiwa kufanyika Juni 8 mwaka huu kwenye viwanja vya Mwembeyanga yamekamilika kwa 100%. Hassan Mvula anaarifu zaidi. Ni tukio linalotarajiwa kuwaleta pamoja wenye ulemavu kutoka kila kona ya mji wa Dar es Salaam, linaloandaliwa na timu ya mpira wa kikapu ya Nyamonge Sports. Moshi Kasim ni mratibu msaidizi wa tamasha hilo, anathibitisha kukamilika kwa maandalizi. Maandalizi kwa asilimia kubwa yako tayari na tumeshapata kupeleka miariko kwenye vilabu ambavyo tunatarajia kushiriki kwenye bonanza hilo, kwa maana kwamba tutakuwa na michezo mitatu ambayo nadhani tulishazungumzia pale awali. Tutakuwa na mchezo wa goalball kwa maana watu wenye uoni hafifu, wale walemavu wa macho, lakini pia tutakuwa na basketball wheelchair, walemavu wa mchezo wa basketball kwa wale watu wenye ulemavu. Lakini vile vile tutakuwa na mchezo wa rede. Tutakuwa na rede mbili, tutakuwa na rede ya kisasa ambayo hii inaitwa dodgeball ambayo nadhani kwetu ni ngeni, lakini pia tutakuwa na ile rede ya mstari kati. Michezo hiyo itakwenda kuchezwa siku ya tarehe 8 katika viwanja vya Mwembeyanga. Boke Juma, nahodha wa Nyamonge Queens, akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, anasema itakuwa ni sehemu ya furaha kwake akiwashuhudia watu wenye ulemavu kushiriki tamasha hilo. Mimi ni mchezaji, huwa napenda nikiwa uwanjani nione watu wanapokuja kunisupport. Kwa hiyo na wenzetu walemavu ni kama ambavyo sisi tunavyopenda kufanyiwa na wao wanapenda vivyo kufanyiwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwakaribishe ili tuje tuwasupport wenzetu wanaocheza. Kwa hiyo karibuni sana, nategemea kuwaona watu wengi. Ashura Mwenye Mvua, nahodha wa timu ya walemavu wa mchezo wa mpira wa kikapu, na Salomo Uchuro, mratibu wa timu ya wasioona, wamethibitisha pia kushiriki katika tamasha hilo kubwa na la aina yake. Kwa kweli tunapenda kumshukuru Nyamonge kwa kutushirikisha katika bonanza lake ambalo tutakafanyika tarehe 8 katika viwanja vya Mwembeyanga. Yaani ungekuwa unatokea watu wengine kutushirikisha kama hivi kutangaza mchezo wetu kwa watu walemavu. Kwanza namshukuru kushirikisha. Sisi tupo kwenye bonanza, mje muone maajabu ya watu wenye ulemavu. Walemavu sio kushindwa, tunaweza. Njoo muone kiziwi anapocheza mpira, njoo muone Chawata anapocheza basketball akiwa yupo kwenye wheelchair, lakini njoo muone asiyeona anayetumia fimbo nyeupe anapocheza goalball, wakiwa wanagombaniana kikombe cha Nyamonge Queens. Kwa hiyo karibu, unafanya nini usijitokeze? Karibu tarehe 8 mwezi wa 6 uje ufurahi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Nyota wawili watani wa jadi kwa maana ya Simba pamoja na Yanga, Stephen Dese Mukwala pamoja na Khalid Aucho wanawania tuzo ya mchezaji bora wa Uganda, chaguo la mashabiki anayecheza nje ya taifa hilo. Tuzo hizo za FUFA kwa maana ya shirikisho la soka Uganda zinafanyika Ijumaa, yani Mei 30 mwaka huu. Wawili hao pamoja na wachezaji wengine watano ambao ni Bevis Mugabi anayecheza Famagusta ya Cyprus, Leo miongoni mwa nyota pia ambao wanacheza kwenye mataifa mengine ya nje ni pamoja na Capradosi wa Sports Cittadella ya Italia pamoja na Rogers Mato wa FK Vada ya North Macedonia. Katika hatua nyingine, Stephen Dese Mukwala ni miongoni mwa wachezaji 28 walioitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda maarufu kama The Cranes. Kikosi hicho kina mechi 2 za kimataifa za kirafiki dhidi ya Cameroon Juni 6 na baadaye dhidi ya Gambia yani Juni 9 mwaka huu. Zote zikichezwa nchini Morocco kutokana na kile ambacho kinaendelea kwenye soka la nchi hiyo. Kutoka ligi kuu ya NBC Tanzania bara ni Mukwala pekee aliyejumuishwa kwenye kikosi hicho, na hii ni sehemu ya mwendelezo wake ndani ya The Cranes. Tugeukie draft sasa, ambapo bingwa wa mchezo huo kutoka Chanika William Damian Mgata maarufu kama Badface ameibuka na ubabe ama amekuwa mbabe wa jumla katika shindano la mchezo huo uliofanyika Chanika kwa Zoo, Dar es Salaam. Badface akitumia staili ya mbwembwe za kucheza na jukwaa kwa maneno ya kejeli za hapa na pale
alitumia muda mchache kumaliza mchezo kwa washindani wanne aliokutana nao. Huyu bwana nimecheza naye michezo minne, matokeo goli 2-1. Kwa hiyo amecheza vizuri. Kwa mtu wa kwanza kabisa nimemfunga 2-0. Huyu mtu wa pili ndio amenifunga mimi 2-1. Nimeanza nimemfunga, akatoa sare, halafu akanifunga tena. Kwa hiyo matokeo hapa ni 2-1. Kijana anacheza vizuri, anakuja vizuri kwenye mabao. Wiki iliyopita ulikuwa kule Tabata Matumbi na ulipambana na Madaraka Selemani, bingwa draft. Unaonaje viwango huyu bwana na Madaraka? Aisee, Madaraka kamzidi mbali sana huyu. Kwa sababu Madaraka nilipata tabu sana. Kwanza alinifunga mimi, halafu mimi nilipata tabu kuchomoa. Yeye anazungumza Madaraka mwenyewe, mimi nishacheza naye hapa. Katika michezo mitatu nishamuua goli 1 bila. Huyo Madaraka. Ila nimecheza naye British. Ni mchezaji mzuri kwa sababu tumecheza home and away. Hapa mitatu ya mwanzo tumemaliza 1-1, mitatu mingine hapa naongoza 1. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Hatujamaliza mitatu mingine, huenda akasawazisha na kushinda. Turejee kwenye soka. Ligi ya vijana ya NBC kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 imeendelea leo kwa KenGold kukata tiketi ya kucheza hatua ya nusu fainali baada ya kuichapa Dodoma Jiji magoli 4-1 katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Kwa ushindi huo sasa KenGold wamefikisha alama 6 katika kundi A lenye timu za Azam FC, Dodoma Jiji FC na Simba Sports Club. Baada ya mchezo huo kukamilika, kocha wa KenGold Anton Mwamlima amekipongeza kikosi chake kwa kufanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza katika michezo iliyopita, huku kocha wa Dodoma Jiji Omar Mohamed akiahidi kwenda kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Baada ya kupata matokeo dhidi ya timu kubwa kama Simba, vijana wangu kwenye recovery niliwaomba wasibweteke, na tunatakiwa tuvuke kwenye hatua ya nusu finali kwa kishindo, kwa maana yale mapungufu kama nilivyosema kwamba tulikuwa tumeshinda mechi lakini kuna makosa ambayo tulikuwa tumeyafanya na tukayafanyia kazi. Tumetengeneza mfumo mzuri ambao wa kucheza mechi na KenGold ili tupate matokeo, lakini mfumo wetu ambao umekataa, kuna siku ambayo inakataa. Siwezi kuwalaumu vijana, tumepata matokeo, tumetolewa katika mashindano, kwa hiyo tutajipanga kwa msimu ujao, sababu ni kusaidia vijana ili waendelee kucheza mpira. Kama kupoteza labda ni mechi 2 tu ambaye ni nusu final na final. Kwa hiyo sio mbaya. Vijana wamecheza mpaka mwisho wa mashindano, wamejitahidi, wamejitoa kwa uwezo wao. Siwezi kuwalaumu. Makosa yanatokea katika mpira. Kwa hiyo tutajipanga kwa msimu ujao. Mwisho wa mshike leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, ni kujuza japo kwa uchache tu machache kati ya mengi ambayo tulikuwa nayo hii leo ni pamoja na haya. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yatolea ufafanuzi kauli ya Rais Mwinyi juu ya kubeba gharama za uwanja wa Amani kuelekea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports Club na RS Berkane zafanya mazoezi kuelekea mchezo wao wa fainali kombe la shirikisho Jumapili wiki hii. Na nyota wa Barcelona Rafinha ameongeza mkataba mwaka mmoja kusalia Barcelona. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, leo ni Ijumaa, inshallah tukutane kesho.